Kwa mtazamo wangu mimi nadhani kwa mara ya kwanza kwenye hizi tuzo ambazo wametoa, ingawa watu wengi wamekuwa hawatoi maoni, lakini ni tuzo ambazo zinaleta mushkili kidogo, kwa maana zinafikirisha kuona kocha bora Ahmad Ally, pamoja na kwamba JKT Tanzania wamecheza vizuri sana, lakini pia hata mwalimu wa Singida Black Stars Miguel Gamondi, namna ambavyo timu yake imekuwa ikicheza, wamecheza kwenye michezo miwili, moja wa ugenini dhidi ya KMC wameshinda, lakini pia wamecheza dhidi ya Mashujaa wameshinda goli moja kwa sifuri. Hii inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo wao wamekuwa ni timu imara, lakini kwenye ushindi wao wameshinda dhidi ya timu tafu. Mchezo mmoja dhidi ya Mashujaa ambao walitakiwa kuwa wacheza katika ardhi ya nyumbani, wameenda kucheza katika uwanja wa KMC. Kwenye michezo miwili ambayo mwalimu Miguel Gamondi ameongoza Singida Black Stars, wamevuna alama 6, wakati michezo mitatu ambayo mwalimu Ahmad Ally ameongoza kikosi cha JKT Tanzania wamevuna alama 5, kwa maana sare moja, ushindi mmoja pamoja na sare mbili. Hii sidhani kama inaweza kuwa na doubt sana, lakini kwa namna ambavyo timu zimecheza, kwa sababu amepata sare dhidi ya timu ngumu, timu kama Mashujaa tena akiwa ugenini, amepata sare na timu kama Azam, inakuonyesha ni kwa namna gani mwalimu Ahmad Ally amekuwa imara kwenye masuala ya kimbinu, lakini pia anaendelea kuitengeneza timu ambayo imekuwa bora. Sehemu ambayo nimekuwa na doubt nayo ni kwenye tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Pamekuwa na maneno mengi ambayo yanazungumzwa. Watu wengi wanazungumza kutokana na save ambayo Djigui Diarra alifanya katika mchezo dhidi ya Mbeya City. Lakini tukumbuke tu mchezaji bora wa mwezi, kuna mchezaji kama kina Paul Peter Kasunda ambaye amefunga mabao mawili mpaka sasa hivi kwenye michezo mitatu alicheza. Kuna mchezaji kama Roshan De Rock ambaye katika michezo miwili ambao amecheza yote amefunga. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni kwa namna gani amekuwa na nyakati nzuri, pamoja na kwamba yeye yupo kwenye nafasi ya kuzuia, lakini pia ameweza kuisaidia timu yake kufunga. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwenye engo ya mchezaji bora, hii ni sehemu ambayo inafikirisha, kwa sababu huwezi kumuita mchezaji kama Trabi alafu kumweka mchezaji kama Mohamed Bakari, wakati huo unaniambia Paul Peter na Roshan De Rock hawadeserve kuingia kwenye top 3. Djigui Diarra, tukiache hiyo save ambayo amefanya dhidi ya Mbeya City, sidhani kama ana nafasi kubwa ama ana moments kubwa ambazo ameifanya, sababu hata ukirejelea kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya Pamba Jiji hawakuwa na on target. Sasa mlinda mlango ambaye amecheza dakika 180, kwenye hizo dakika 180, dakika 90 hajafanya save yoyote ile, alafu anakuja kuwa mchezaji bora wa mwezi, wakati kuna wachezaji kama kina Paul Peter, kina Roshan De Rock ambao wamesaidia timu zao kupata matokeo kwa kiasi kikubwa sana, wanashinda kuingia top 3. Hii nadhani wameweka kwa ajili ya kubalance. Kwa kwangu mimi sidhani kama Djigui Diarra alideserve kupata hiki alichokipata. Si discredit uwezo wake ambao amekuwa nao, ni moja ya magolikipa bora, na naweza nikasema katika magolikipa bora wa muda wote wale kuja nchini Tanzania kutoka nje ya nchi, basi Djigui Diarra ana deserve kuwa namba 1. Lakini kwenye hii tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kidogo kwangu mimi naona napata kigugumizi. Tukizungumza upande wa mwalimu Sid Ramovich kuhusishwa na kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans, na kwa maana ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuachana na mwalimu Romain Folz, nadhani hapa pia kuna kitu ambacho viongozi wa Yanga wanatakiwa waangalie, kwa sababu tukumbuke wakati mwalimu Sid Ramovich anaondoka kwenye klabu ya Yanga, alisema moja ya kitu ambacho hakipati kwenye ligi yetu basi ni intensity, kwa maana ya hapati zile mechi za kiushindani. That's why kwenye mechi ambazo timu ilikuwa inaenda kucheza za klabu bingwa, alikuwa timu haifanyi vizuri, lakini ikija ndani timu inafanya vizuri, kwa sababu ndani alikuwa anapata mechi rahisi, lakini akienda nje anaenda kupata kwenye michuano ya kimataifa anapata mechi ngumu. Kwa hiyo sidhani kama wanakuwa wapo sahihi, kama ni kweli kama taarifa ambazo zimekuwa zikitajwa kwamba wana mpango wa kumrejesha, kwa sababu mwalimu Sid alishafundisha na tayari alishawaambia kwamba apate intensity game. Klabu kama Dar es Salaam Young Africans, uwezekano wa kumaliza nafasi ya pili kuchukua ubingwa kwenye ligi ni unampa nafasi kubwa sana, lakini malengo makubwa kwa sasa hivi kwa vilabu vyetu hivi vikubwa Simba, Yanga na Azam ni kuona wanaenda kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwenda kutengeneza taswira ama ramani nzuri ya wao kwenye soka la Afrika. Sasa kama mwalimu alishindwa kufanya vizuri kwenye michezo ambayo walikuwa wanacheza ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, kwa sababu ya ndani apate intensity, tujiulize ile intensity ambayo ilikuwa haipatikani wakati ule anaifundisha msimu uliopita, je, msimu huu ipo? Kama haipo, sidhani kama klabu wana kila sababu kwenda kuwa nayo. Naenda kumchukua mwalimu ambaye anafundisha timu kubwa kama CR Belouizdad
kwenye mechi 8 amepoteza michezo 6. Sasa na yeye alisema anahitaji kuwa na timu ambayo inapata intensity ili aweze kutengeneza kikosi. Ameenda kwenye ligi ambayo anakutana na hiyo intensity ambayo alikuwa anahitaji, anashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama mwalimu Sidi Ramovic anaweza kuwafikisha kwenye nchi ya hadi Dar es Salaam Young Africans. Cha kufanya nadhani viongozi walishawahi kuzungumza kupitia afisa habari wao kwamba malalamiko ya mashabiki pamoja na wanachama wa klabu kuhusu mwalimu wameshayasikia na watakaa kuona kitu gani wanaweza kufanya. Kwa zipo mbinu tofauti zipo za kuweza kufanya, either wajaribu kuboresha staff wengine kwenye benchi la ufundi, ama wanaweza wakachana na mwalimu lakini walete mwalimu ambaye ni bora zaidi ya huyu ambaye yupo, kwa sababu mwalimu Romain Folz anahukumiwa kwa michezo miwili tu ya ligi ambayo amecheza. Ana mchezo mmoja wa ngao ya jamii, lakini pia amecheza michezo miwili ya preliminary stage ya CAF Champions League, na michezo yote ameshinda. Hakuna mchezo hata mmoja ambao amepoteza ukiacha sare dhidi ya Mbeya City. Kwa sidhani kama tunaweza tukasema mwalimu Romain Folz ni mbaya, lakini either Dar es Salaam Africans wachague wabaki na mwalimu kwa kuendelea kumwamini, pengine atawaofa kitu cha ziada, kwa sababu ukirejelea hata mwalimu Nasreddine Nabi ambaye anaonekana ndo alijenga foundation ya hii Yanga ambayo imefanya vizuri kwa miaka ya karibuni, ni yeye alihitaji zaidi ya miezi 3 ili aweze kutengeneza timu yake. Kwa kwangu mimi kitu cha kuwashauri Yanga, kama wana uhakika kupata mwalimu ambaye ni bora zaidi ya Romain Folz na anaweza kaingia kipindi hiki na timu ikafanya vizuri, basi wakamchukue. Lakini kama wanataka kufanya kwa kubahatisha ama kwa kujaribu, waendelee na mwalimu Romain Folz, kwa sababu huenda pia na yeye anajaribu kukiingiza kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji kukiingiza kwa wachezaji. Mimi kocha Nabi pia amekuwa akihusishwa kurudi kwenye klabu ya Africans. Sasa kwa mtazamo wako, nadhani kipindi hiki Nabi anaweza kuendana na kasi ya Yanga kwa kipindi hiki? Maana kipindi anajenga timu au kipindi kile yuko kwenye klabu ya Yanga ilikuwa ni tofauti na Yanga ya sasa hivi. Sasa unaiona nafasi ya Nabi ipo upande gani kwenye kikosi ya Yanga kwa sasa hivi akirudi? Bahati nzuri mwalimu Nasreddine Nabi alishawahi kufanya kazi na Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo anavitambua in and out. Ingawa baada ya kuondoka kuna walimu wengi ambao walishapita, kwa inawezekana kuna mabadiliko kadhaa ambayo yalishafanyika, lakini hii haiharamishi ama haiweki ugumu wa yeye wa kuja kukutana nao kwenye kikosi, kwa sababu asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwepo wakati ule kwa sasa hawapo. Wamebaki akina Djigui Diarra, Dickson Jobu na wengine ambao sio wengi kama ambavyo aliwaacha wakati ule. Tukumbuke wakati mwalimu Nabi anaifundisha Yanga ilikuwa na striker kama Fisto Maele, ndio, na winga kina Dukapel Moroko na wachezaji wengine ambao kwa sasa hivi striker anazungumza Dar es Salaam Africans ni Andy Boyle pamoja na Prince Dube. Kwa kuna mabadiliko makubwa ya wachezaji ambao yapo, lakini mpaka ukiona mwalimu anaamua kukubali kuingia kwenye timu, tena kwenye timu ambayo ameshawahi kufundisha, maana yake amesharejelea current performance aina wachezaji ambao waliopo na namna ambavyo mazingira aliyowahi kukutana nayo, na kama atakutana nayo tena ameona kwamba pia anaweza kufanya, kwa sababu sio kila mwalimu anapenda yakaichafua CV yake ambayo alitengeneza. Mwalimu ama walimu mara nyingi wanapenda ile sehemu ambayo walifanya vizuri, atakapopata tena ofa ya kurudi basi anatamani kuja kuitengeneza CV ambayo ni bora zaidi ya ile, ama afanye kile ambacho alishawahi kukifanya mara ya kwanza. Ligi imebadilika, nyakati zimebadilika, uwekezaji kwenye vilabu pia umeongezeka. Kwa inawezekana pia ikawa ni changamoto ambayo mwalimu Nasreddine Nabi anaweza akakutana nayo. Kwa hiyo unapoenda kufundisha klabu kama Dar es Salaam Africans ama Simba, tunahitaji kitu extra ambacho unatakiwa kuja kukionyesha, lakini uhakika wewe kupata mafanikio bado utakuwa uko pale pale, kwa maana utakuwa na possibility kubwa kwenda kucheza finali kwenye michuano ya FA ya ndani, una uhakika wa kwenda kumaliza kwenye top 3 ya ligi. Hivyo ni vitu ambavyo vipo tu. Kwa hiyo unaweza usiwe mwalimu mzuri na bado ukashinda kutokana na nature hivi vilabu, lakini ubora wa mwalimu, kwa nini mwalimu Nabi amekuwa akiimbwa sana Dar es Salaam Africans? Ubora ambao klabu ilikuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa, huku ndo inakuwa rahisi tunaenda kudetermine ubora wako wewe, kwa sababu huku ndani imeshaonekana kwamba kwenye zile timu 16 ambazo zipo kwenye Premier League, basi timu 3 Simba, Yanga na Azam zina nafasi yao, alafu hizi 13
ndo zitagombania nafasi gani wao wanamaliza kwenye msimamo. Kwa mwalimu Nasreddine Nabi inawezekana sio Nabi tu, mwalimu yoyote. Leo hii Romain Folz analalamikiwa, lakini Yanga unaona wanafanya vizuri. Kwenye michezo miwili wameshinda mmoja, wamepata sare mchezo mmoja. Sasa ameshinda mechi ya Ngao ya Jamii dhidi ya Simba Sports Club. Kwa ubora wa mwalimu kwenye hivi vilabu mimi naamini unapimwa zaidi kwenye mechi za kimataifa. Kwa hiyo tunaweza tukamzungumza mwalimu Nabi kwamba anaweza kaja kufanya Yanga ikawa bora kwenye ligi ya ndani. Sasa ushindani ama ubora wa mwalimu tunaenda kuditamani anapoenda kucheza mechi za kimataifa, kwa sababu ligi yetu haina huo upinzani mkubwa kwamba upinzani utakopata kwenye mechi dhidi ya Simba, kwenye mechi dhidi ya Azam ndio huo utakutana nao kwenye mechi dhidi ya either Mbeya City ama timu nyingine ambao tunasema ni mid table team. Na kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi imetoa taarifa hivi karibuni ya kuwapa adhabu baadhi ya marefaris pamoja na wachezaji na baadhi ya viongozi mbalimbali wa kwenye vilabu. Moja ya adhabu ambazo zimetolewa na kuibua hisia za watu wengi ni kufungiwa mechi 5 kwa wachezaji wawili. Nini Ahmad Bakari, Ibrahim Abdullah. Watu wengi wamekuwa wakiona kwamba ni adhabu kubwa kutokana na wamefungiwa michezo 5. Tofauti na misimu nyuma ambayo imepita, watu wengi walikuwa wamezoea mchezaji kama akikaliwa kwenye kikao cha masaa 72 hukumu inayotolewa ni michezo 3. Sasa unadhani mabadiliko ya kanuni yataenda kuifaidisha vipi ligi yetu ya msimu huu? Kwanza tufahamu lengo la kanuni hizi kanuni, lengo kubwa sio kuwakomoa wachezaji, sio kuwakomoa viongozi, sio kuwakomoa wadau wa soka. Sasa lengo ni kuweka utaratibu mzuri sasa ili vitu viende sawa. Ukirejelea kanuni ambayo inazungumza udhibiti wa wachezaji, si ndio? Kanuni namba 42 ambayo ndio imetumika kwenye kuwahukumu Mohamed Bakari wa JKT Tanzania pamoja na Ibrahim Abdullah Baka wa Dar es Salaam Africans. Hii ni kanuni ambayo imefanywa tunasema amendment, imefanywa marekebisho kwa sababu mara nyingi ilikuwa ni either fine milioni 1 mpaka 2 pamoja na 500,000 mpaka kufika milioni 2 ndo kiwango cha fine ambacho kilikuwepo, ambao hii imezungumzwa kwenye ibara ya 5 kabla hujaenda kuifika hii ibara 42 kifungu cha kwanza. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambavyo wamejaribu kuboresha, kwa sababu kikubwa hapa kinacholindwa ni uhai wa mchezaji ama usalama wa mchezaji, kwa sababu kanuni kubwa kwenye mpira wa miguu tunasema play fair, be positive. Hiki ndio kitu ambacho kinaongoza mpira wa miguu, kwa maana usalama kwanza alafu mengine atafuata. Unapocheza wewe kwa fair, maana yake unamhakikishia mwenzio usalama na yeye anakuhakikishia wewe usalama. Rejelea Mapinduzi Balama kama case study, rejelea kwa Moses Field Simba dhidi ya Kagera Sugar. Hii situation ilishawahi kutokea. Tangu Moses Field alipoumia dhidi ya Kagera Sugar hakurejea tena kwenye fomu, na ndio moja ya sababu ambayo ilifanya Moses Field kuachwa, kwa sababu hakuwa tena kwenye ile fomu ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo kama ilitokea au nakutajia ni baadhi ya mfano waathirika wa hivyo vitu kwamba wameshawahi kupata hizo situations, zimeshawahi kutokea, usalama wao ukawa ni mdogo walipokuwa uwanjani, ikawakuta kilichowakuta, mwisho wao kare yao imekuwa sasa hivi inaonekana ni ya kawaida. Kwa hiyo lazima tuwalinde wachezaji, iko ndio kitu cha kwanza. Tusiangalie kwa sababu imetokea kwa Ibrahim Abdullah labda ndio yupo Dar es Salaam Africans ama Mohamed Bakari yupo JKT, moja timu ambazo zinatajwa sana. No, tunaangalia usalama wa mchezaji. Haijalishi ni mchezaji nani amefanya ama nani amefanyiwa, kwanza ni usalama, kwa sababu kanuni inasema hata kama wangeadhibiwa kwa maana ya Mohamed Bakari angepewa red card na muamuzi na Ibrahim Abdullah angepewa red card, bado kamati ya masaa 72 ilitakiwa imhukumu. Yani ile hukumu ambayo amepewa ipo hapa. Kwa nini imeongezwa hii? Kuonyesha msisitizo juu ya hili kwenye kuendelea kulinda usalama wa wachezaji wengine. Kwangu mimi nadhani ni adhabu ambayo imestahili, kwa sababu hata kanuni zimepitishwa kwa makubaliano, kwamba sio kwamba watu wamekaa wameandika tu wakaja wakazitoa hizi ndo kanuni za ligi. No, kila msimu kabla msimu kuanza tunafahamu kunakuwa na semina kwa waandishi wa habari za michezo, kunakuwa na semina kwa wanahabari, kwa wadau wengine ambao wanayokeza katika soka,
na kina mtu mmoja mmoja kunakuwa na dirisha la wao kuwasilisha maoni yao kwamba bwana hiki kiongezeke, hiki kipungue. Alafu wakisha vikusanya vyote vinavyoingizwa kwenye kanuni, vilabu vinawakilishi kwenye hizo kamati za sheria, wanaenda wanapewa, wakishajiridhisha kwamba yes hiki kiendelee, hiki kiwepo, ndo kanuni zinapita. Sio kwamba bodi ya ligi ama TFF wao wamekaa wakapitisha tu kanuni. No, hizi kanuni ziliridhiwa. Kwa kama vilabu viliridhia kanuni ziwepo, basi pia watu wanatakiwa tukubaliane kwamba watu wameadhibiwa kwa kanuni ambazo wachezaji, viongozi ambao ndo wa hizi timu ambao ndo walezi wa wachezaji wenyewe walizikubali. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama inaweza kuwa na shida yoyote, lakini cha msingi ni kwamba kinachoangaliwa ni usalama wa mchezaji mmoja mmoja, pamoja na namna ambavyo tunaweza tukalinda career yake kwa siku za usoni. Kutokana na ligi yetu ambavyo huwa inaendeshwa, mara nyingi huwa kuna tokeaga sintofahamu, kanuni hizi huwa hazifuatwi kama ambavyo msimu huwa unaanza, alafu baadaye tunapoelekea katikati ya msimu kanuni huwa zinawekwa pembeni, busara zaidi inatumika. Sasa kwa namna ambavyo tumeuanza msimu na hizo adhabu zimetolewa, unaona zikiwa na mwendelezo hata kwa wachezaji wengine na wengine, au hizo adhabu baadaye zinaweza zikawa ni za fungu fulani na fungu fulani wakawa wanapata fedha? Kwanza mimi siamini kama, unajua msimu uliopita tumezungumza sana kuhusu swala la busara. Yaani wadau wengi wamezungumza, stakeholders wengi wa mpira wamezungumza kuhusu swala la busara, kwamba kanuni nyingi hazifuatwi, yanafanywa maamuzi ya busara kuangalia ili kubalance. Kwa namna ambavyo kamati ya masaa 72 ilivyokuja kutoa adhabu, inakuonyesha ni safari hii wamedhamiria kufuata kile kitu ambacho kimeandikwa. Sasa swala la kwamba kutakuwa kuna kulegezwa, sidhani. Kama mchezaji wa klabu kama Yanga anafungiwa mechi 5. Sasa nazungumza miongoni mwa klabu kubwa Tanzania, Simba, Yanga na Azam. Kama mchezaji wa klabu kama Yanga anafungiwa, sidhani kama wachezaji wengine wanaweza wakawa na hiyo room. Labda kwa makosa mengine ambayo sidhani kama tunaweza kwa sababu angalia hata swala la Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wamepewa faini ya milioni 1.5 kwa kosa la kusimama mwalimu ambaye hana vigezo kwenye michezo mitatu. Kwa nadhani hii ni moja ya sababu ambayo inakuonyesha kwamba watu hawahitaji kuangalia excuse. Unakidhi vigezo wataangalia, kwa sababu ingekuwa wanahitaji kusikiliza au kutumia busara, maana yake wangewapa room Dodoma Jiji waanze kujitetea. Lakini mwalimu hana vigezo, imeangaliwa kanuni inasemaje, watu wamepewa adhabu. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama kutakuwa kuna masuala tena ya kuangalia safari hii tutumie busara. Kama tumekubaliana hizo ndo kanuni zetu, basi zifuatwe. Haijalishi ni mchezaji gani anacheza wapi, haijalishi ni kiongozi gani anaongoza nini, anaongoza klabu gani. Kama hizo ni kanuni ndo ambazo tumekubaliana, basi ziendelee tu kuwa hivyo. Lakini sehemu ambayo imenipa ukakasi ni kulikuwa na sakata hapa lilizuka la mwalimu Miguel Gamondi, ambaye yeye alifungiwa kwenye michezo mitatu kwa kanuni. Kwa mchezo wake wa mwisho ambao alicheza Novemba 7, 2024 akiwa kama mwalimu wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Baada ya huo mchezo ndio ilitoka ripoti ambayo ilitoka ni tarehe 11 kama sio 12 ya kumfungia mwalimu Miguel Gamondi kutoka kwenye bench kwa michezo mitatu. Sasa kitu najiuliza ni Miguel Gamondi mpaka sasa hivi amekaa kwenye michezo miwili kwenye bench, kwa sababu baada ya mchezo ule ndio yeye na hatima yake Dar es Salaam Africans ikaja kutoka, mwalimu akaondoka, amerudi. Sifahamu labda kama kutakuwa kuna marekebisho, na nimejaribu kupitia kwenye kanuni sijaona hayo marekebisho ya kwamba kanuni ambayo adhabu ambayo ilimhukumu mtu msimu uliopita haiwezi kutumika, kwa sababu hata ukirejelea kwa Jonathan Soa, Soa alikuwa na adhabu ya kadi ambayo ilimfanya ashindwe kucheza kwenye mechi ya Ngao ya Jamii msimu huu, kwa sababu alikuwa ana hiyo adhabu ya msimu uliopita. Mwalimu Miguel Gamondi na yeye ilikuwa ni adhabu ya msimu uliopita the same. Kwa nadhani kuna kitu ambacho wanatakiwa waboreshe. Hapa ndo sema ambao wanatakiwa waje sasa watuambie kwa nini mwalimu Miguel Gamondi anaendelea kukaa benchi la Singida Black Stars, ilhali msimu uliopita mechi ya mwisho yeye kukaa kwenye benchi alikuwa amefungiwa michezo mitatu. Hii ndo sema ambao labda tunahitaji majibu. Lakini kwa namna ambavyo sehemu nyingine kanuni na adhabu zimekuwa zikitolewa kwa kamati ya saa 72, nadhani wapo sahihi na wanaonyesha kabisa kwa msimu huu
hatuhitaji busara, tunahitaji kufuata utaratibu. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea, usiache kulike, kucomment na kusubscribe YouTube chaneli yetu HN Digital.